Kuna picha inatembea mitandaoni huku Crescentos Magori, huku Murtaza Mangungu ameshika kombe la TFF wakiwa na tabasamu zito. Ile picha ina maana kubwa sana. Maana yake ni kwamba walipotoka pale wakiwa na ile furaha, ndio walipaswa kuanza nayo msimu huu ili kuelekea kuutikisa utawala wa Young Africans. Kwa sababu lazima tuuzungumzie Simba kuitikisa utawala wa Young Africans, kwa sababu Azam FC ni timu kubwa, lakini ukiangalia ni wapi ambapo wanaweza kuwatikisa Young Africans, uoni, inabidi watuonyeshe. Lakini Simba wanaweza na wameshaonyesha kwamba wana uwezo wakawatikisa Young Africans kama kutakuwa kuna utulivu. Sasa imetoa mashaka kutoka kuwa na tabasamu, likiwa leo ni tarehe 3, si ndio? Zimebakia siku kadhaa kwenda kwenye tukio kubwa la Simba Day, kwenda kwenye ngao ya jamii dhidi ya mtani wao Young Africans, na wanapaswa kurudisha taji la ngao ya jamii, kwa sababu ngao ya jamii ni muda mrefu sasa, karibia miaka 5 Young Africans anapita nalo tu, miaka 3 si 4, kwa sababu katikati Simba walilipitia, nakumbuka Tanga ile. Simba anapaswa kurudisha na umfunge tena mtani ili uendelee na kile ulichoanza nacho msimu uliopita. Sasa unaendaje kumfunga mtani ikiwa tayari mlishaanza kuvurugana? Mimi nakuhakikishia Ngwale, mimi sitaki kukaa upande wa Mangungu wala sitaki kukaa upande wa Magori. Mimi nakaa katikati kwa mashabiki wa Simba, kwa sababu wao na waelewa zaidi hisia zao juu ya kupata mafanikio na wanavyoteseka kwa miaka hii yote 5 ambayo Young Africans ameendelea kuwaburuza. Kwa hiyo huwezi kumfurahia Magori wala huwezi kumfurahia Mangungu wakiwa wanarumbana, kwa sababu ndio chanzo cha kupoteza furaha ya wana Simba. Mimi napaswa kukaa katikati, ni shauri ya kwamba mzee Magori na mzee Mangungu waache hichi kinachoendelea, kwa sababu hakina afya kwa mustakabali wa mashabiki wa Simba. Sijui vizuri. Kwa picha kubwa wao wanaweza wakaja kwenye vyombo vya habari wakakataa hakuna ugomvi, lakini ukiangalia kwa mtu mwenye akili timamu anaona kabisa hapa kuna kutokuwa na maelewano, yani kati ya hawa wakubwa wawili, mmoja mkurugenzi, mmoja mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, mwingine mwenyekiti wa klabu ya Simba Sports Club. Kwa nini huko nyuma ilitumika busara, wakatulia, wakawa wanaendelea mambo yao taratibu, na kwa nini sasa zizuke vurugu? Fikiria, nikawa naanza nje ya box. Simba walikuwa na jambo lao ambalo nyinyi waandishi wa habari mlienda kulizindua Ngorongoro kuhusiana na uzinduzi wa jezi. Hivi unajua, kutokana na mgogoro ambao unaendelea mpaka sasa, hata ile hamu ya watu kuchukua jezi na nini, kila kitu kimevurugika. Uone kibiashara tayari mshamuharibia mzabuni wa jezi, kwa sababu watu wanaacha kufocus tena kwenye kununua jezi, wana focus kusikiliza marumbano yenu nyinyi mnavyorumbana. Si mzuri. Kama watu wazima, kama kweli wote wana nia moja ya kuifanya Simba Sports Club irudi na kuendelea kuutikisa utawala wa Young Africans na kurudisha utawala wao, hawapaswi kufanya wanachokifanya, kwa sababu mzabuni wa Simba wa jezi anategemea reaction ya mashabiki. Hasa mashabiki wanapoona kuna vurugu zinazoendelea kama hivi, kaka, hata ile kasi tu ya manunuzi ya jezi lazima iwe ndogo. Sijui vizuri. Kwa binafsi ukiniuliza mimi nitakwambia kabisa kwamba hichi wanachokifanya uongozi wa Simba hakina afya kwa mashabiki wa Simba, kwa sababu kuna matukio mawili makubwa yanakuja, Simba Day na ngao ya jamii. Hapa itakiwa enze promo. Leo kulikuwa kuna zoezi la kwenda kuchangia damu, si ndio? Lakini kwa nini limekuwa yani ni kama hajatokea kitu?
kwa sababu tayari kuna mkanganyiko. Mashabiki walishachanganywa, walishavurugwa, wanasikia wenye viti wao, tena viongozi wa juu kwenye klabu ya Simba wanavurugana, kitu ambacho sio sawa. Sasa hii ni mwanzo. Mwezi Disemba ama Januari Simba wanaenda kwenye uchaguzi, na hapo ndipo ambapo ligi itakapokuwa imechanganya kweli kweli. Hapo ndipo ambapo klabu bingwa barani Afrika ligi imechanganya kweli kweli. Nilikuwa nasema hapa Yanga mbovu, umesahau wewe? Nikawa nasema kabisa Yanga msimu huu hawastahili kuchukua ubingwa. Jana rais wa Young Africans ni yeye kasema hapo. Si amethibitisha. Si watu walikuwa wananitukana hapa, nikamwambia hivi, Yanga wakichukua ubingwa ni uzembe wa Simba na Azam. Si nilizungumza. Ikawa natukana, lakini end of the day rais wa klabu ya Young Africans yeye mwenyewe kathibitisha. Sio tu rais, kwa mtu tu ambaye unajua mpira, ukiangalia Young Africans msimu uliopita, ulikuwa ukiangalia una hapa hamna kitu. Ni hao wenyewe Simba na Yanga. Sasa unajua kwa nini Simba walipoteza ubingwa msimu uliopita? Kwa mambo kama haya kuvurugana. Unakumbuka walimfanyia Mzee Mangungu vurugu pale uwanja wa Taifa Benjamin Mkapa? Kuna baadhi ya mashabiki mpaka wakampiga, unakumbuka? Focus ikaama kabisa mpaka klabu bingwa hawakufanya vizuri. Mpaka ligi kuu hawakufanya vizuri. Kutahamaki raundi ya kwanza inaelekea kuisha, walishadondosha alama kizembe zidi sijui ya Mtibwa, wakadondosha alama sijui zidi ya Azam FC wakapigika, unakumbuka ile mechi? Baada ya hapo sasa wakatimua kocha, vurugu, wanakuja kushtuka, dirisha dogo linafunguliwa, wansajili wachezaji ndio wanakuja kuwa na utulivu. Walivyokuwa na utulivu tu, wewe ni shahidi. Simba walivyokuwa na utulivu tu, wakaendea mambo mawili. Ubingwa hawafungwi na mtani, ubingwa kwa maana kombe la TFF, ubingwa wa ligi kuu hawafungwi na mtani. Simla vizuri hizi na kadhalika. Hivi watawafikiria kweli mashabiki wa Simba na furaha yao? Watafikiria kweli Simba kupata ushindi bila kufikiria wao kukaa madarakani? Wewe unachokiona ni ngumu. Kwa hiyo rai yangu, hawapaswi kujifikiria wao zaidi ya kuwafikiria mashabiki wa Simba. Simla vizuri, kwa sababu wao wamepewa dhamana ya kuiongoza klabu. Na kingine, kama kuna watu wanavurugana kwa sababu ya kutaka madaraka Simba, mimi nafikiri serikali iingilie kati, iwaondoe wale watu pale ili wanusuru furaha ya mashabiki wa Simba. Yaani waingilie kati serikali, waondoe wale watu pale. Sio kwamba serikali tukiingilia michezo. Kwa sababu kuna baadhi ya watu wanaweza kutumia hiyo loophole ya serikali kutokuingia na kuwaondoa hao watu kwa sababu ya kigezo michezo. Simla vizuri, lakini kama ni watu ambao wanaipigisha shoti Simba, wanafanya Simba isifanye vizuri, hao watu hawafai kuendelea kuwa viongozi wa Simba. Kwa nini wao kila siku wachomolewe? Watafute watu ambao wana mawazo na maono ya kuifanya Simba ifanye vizuri. Mwisho siku maisha endelee. Kaka, tuongee ukweli, inchi palipo Yanga ndipo ilipo Simba. Ilipo Simba ndipo ilipo Yanga. Yaani hii nchi yetu kwa jinsi ambavyo mashabiki wanavyozipenda Simba na Yanga, inaweza ikatuchukua tena miaka mingine hata 30 mpaka 20 timu zenye ukubwa wa Simba na Yanga. Mimi nawachana hata nyinyi online TV, sio mainstream, nyinyi online TV. Bila Simba na Yanga nyinyi mnakufa njaa nyinyi mjini hapa. Sasa tunaambia ukweli. Story zote Simba na Yanga hapa. Tukianza kuzungumzia Kagera Sugar hapa, tukianza kuizungumzia sijui KMC hapa, nani anasikiliza? Tuongee ukweli. Bila Simba na Yanga kwenye nchi kaka, chali, mimi naanza kuizungumzia Azam tuanze kuichambua hapa Azam. Unapata view wawili tu. Huko ndio kweli. Lakini ukizungumzia Simba, ukizungumzia Yanga, kwa sababu ndio zina mashabiki wengi na ndio zinaleta chachu ya mpira. Ndio maana kila siku sisi tunapiga kelele za kwamba wabadilike. Kwa sababu ndio vilabu vyetu vikubwa. Yaani watu wakubali wakatae. Ndio vilabu vyetu vikubwa. Si jumla nzuri. Kwa rai yangu mimi kwa viongozi wa Simba na busara zangu mimi,
wale viongozi ambao kisha Simba shoti inabidi waondolewe haraka sana. Pili, msimu ndio umeanza. Waache kuwaumiza mashabiki wa Simba. Sawa sawa. Mbukuzo, bila shaka umeipata katiba mpya ya Simba. Hivyo inasema nini kuhusiana na bodi ya wakurugenzi ambayo iko sasa? Kaka, ukweli ni kwamba inachokitaka serikali ndicho anachokifanya Yanga. Ujue mfumo wa Simba wa uendeshaji na wa Yanga ni tofauti. Simba wao watakuwa na bodi ya wakurugenzi. Simba vizuri baada ya kukamilisha mchakato wa nini? Wa mabadiliko. Lakini mpaka hivi sasa mchakato wa mabadiliko hauja function. Kwa hiyo automatically bodi ya wakurugenzi ya Simba haifanyi kazi kwa katiba mpya. Simula vizuri. Lakini isingekuwa pia busara kwa mwenyekiti wa klabu ya Simba kuwaondoa. Yaani mmetoka huko mlipokuwa mmehangaika, afu amekuja kiongozi akamwambia jamani, hebu rekebisheni hapa, kuna kitu hakipo sawa. Alafu wao wakati mnafanya marekebisho unaondoa wale watu wengine. Hiyo isingekuwa busara. Kwa hiyo kwenye eneo hilo unamuelewa mzee Mangungu kwamba ilibidi watumie busara, waendelee kuwepo wakati wale wanaendelea kufanya nini, mchakato wa nini, wa mabadiliko. Na ikumbukwe, kwa mfano wangeondoka tu bodi ya wakurugenzi yote na kina Modejo wangeondoka Simba, wewe unafikiri Simba ingekuwa wapi? Nikuulize tu wewe kwa akili ya kawaida. Kwa hiyo busara iliyotumika na mzee Mangungu, baadhi ya watu hawaelewani, ndicho kinachoharibu. Na mimi naunga mkono kabisa, kwa sababu mimi nakwambia ukweli, watu wanaongea tu hapa. Ni kweli Simba inaweza ikaondoka kabisa ile bodi ya wakurugenzi, alafu Simba akabaki Murtaza Mangungu. Watu wanaongea, na watu ambao wanaongea hivi inawezekana hawataki Simba heri. Akabaki Murtaza Mangungu nini, ahangaike kutafuta vishilingi 2-3 na kadhalika. Simba itarudi kule tena. Ikisharudi kule tena migogoro itaanza, vurugu zitaanza. Kaka, kutulia kwake na kuhakikishia, kama tu hapa fikiria kuna fedha kuna nini, migogoro haiishi. Kutulia kwa Simba pindi ambapo kukiwa hakuna fedha, kaka, inaweza kapita hata miaka 4-5, alafu Yanga sio bingwa mara 10 mfululizo. Bila shaka kauli yao inakwenda kutulia. Kama wataendelea hivi Simba, hapa tu wana hela wanavurugana hivi. Sasa imagine bodi ya wakurugenzi Modeji hayupo Simba, wanaanza upya. Sijui vizuri. Watu wanaongea tu bro. Football ni business. Imewachukua miaka mingapi GSM na Yanga kuja kuweka bilioni 1.9 kwa ajili ya kumpata Peter Sharulile. Young Africans GSM wako mwaka wangapi huo? GSM wako mwaka wangapi pale Yanga? Ndio wanaanza kutoa bilioni 1.9 mwaka huu. Sasa utapiga mahesabu, itawachukua miaka mingine mingapi kuja kufika kutoa zaidi ya bilioni 5 bilioni 6 kwa ajili ya kumsajili mchezaji mmoja. Alafu watu wanachukulia easy rahisi kwamba waondoke tu matajiri, watakuja matajiri wengine bro. Mpira wa miguu, thubutu kuja kuseto kukaa sawa ni ngumu. Kweli katiba watu wanataka iwe hivi, lakini lazima itumike busara. Lazima, yani katika kuendea mambo, kwa sababu kuna wachezaji pia wana mikataba ya fedha nyingi pale Simba. Nani anawalipa? Kuna baadhi ya makampuni yameitrust Simba kwa sababu kuna mtu ambaye ana fedha nyingi pale. Watu wanachukulia easy. Sio vizuri. Kwa busara za mzee Mangungu kuibakisha bodi ya wakurugenzi ya Simba, binafsi mimi sikuona kama ilikuwa ni shida, na wala siwezi kumlaumu. Ilikuwa ni sahihi kwa sababu ya kulinda kile kilichopo Simba. Kwa sababu wangeondoka hawa, ina maana Simba hapa ingechereka. Watu wanabaki chechereki we. Yaani wangeondoka tu bodi ya wakurugenzi, sijui Modeji anakaa pembeni. Basi Yanga wangekuwa tu wanacheka tu, wanachikia tu chumbani. Miaka mingine 10 inakuja, tunacheka chumbani. Mwakani tena. Kaka, ndivyo ambavyo ilivyo, kwa sababu wao furaha yao ni kuona hawa wanavurugana, na hawa furaha yao ni kuona wale wanavurugana. Ndio hawa wanakuja kutake over, kwa sababu wote wana nguvu.
Azam kwa nini tumzungumzie? Tunasema Azam bwana mumzungumzie. Azam hajatuonyesha kutake over mbele ya hawa. Huo ndio uhalisia kaka. Shukrani sana bwana. Asante sana. It's not a game, it's a rich thing.